ili mkaendelee kutoa huduma bora kwa wateja kwa kuzingatia maadili, lugha zenye staha kwa wateja, mkaendelee kupunguza urasimu na kuonyesha weledi na ubunifu, na hivyo kuchangia jitihada za kufikiwa kwa malengo ya taasisi zenu na serikali kwa ujumla kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Ndugu washiriki, baada ya kuisoma kauli mbiu ya mwaka huu na kuitafakari, mtakubaliana nami kuwa kauli mbiu hiyo imetupa wajibu wa kwenda kufanya mara tu turudipo katika vituo vyetu vya kazi. Kwa uhakika ni kauli mbiu inayoakisi mahitaji halisi ya wataalamu wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu kwa sasa. Swala la kubadili mitazamo tulipatie kipaumbele kwa kuwa ni jambo muhimu sana kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja ili kufikia malengo yenu binafsi, kufikia malengo ya taasisi, serikali na matarajio ya wananchi kwa ujumla. Kauli mbiu hii ikawe chachu yenye kuleta tafakari pana kila tunapotarajia kuhudumia wateja wetu. Kauli mbiu hii itukumbushe nafasi yetu kama wataalamu wa utawala na rasilimali watu katika kufanya mageuzi ya utumishi wa umma. Hivyo, kama ambao wamepitishwa kwenye mada mbalimbali ikiwepo Unlocking Your Personal Growth na Adaptive Governance, ni muhimu kujiongezea thamani kuanzia namna mnavyofikiri, mnavyoshauri na mnavyotenda. Nirudie tena hapa, mjiongezee thamani kuanzia namna mnavyofikiri, mnavyoshauri na mnavyotenda, mkiwa kama kiungo muhimu cha serikali katika utoaji wa huduma kufikia malengo ya kitaifa na ya kitaasisi ili kufikia matarajio ya ustawi wa wananchi. Ndugu washiriki, sisi sote humu naamini mna taarifa kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imewekeza kwa kiasi kikubwa katika matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kutoa huduma kwa wananchi pamoja na utunzaji wa mazingira. Ndugu mgeni rasmi, lengo kuu ya mkutano huu wa pili jumuishi wa jumuiya hizi ambazo nimezitaja ni malengo yake ni kuendelea kutukutanisha wataalamu wa kada za utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma ili kufahamiana, kubadilishana uzoefu miongoni mwetu, kuongeza ujuzi kupitia mada mbalimbali ambazo zinawasilishwa, lakini pia na majadiliano mbalimbali ambayo yanafanyika. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu pia umetupa wasaa mzuri sana wa kujitathmini sisi wenyewe katika mazingira yetu ya kazi, lakini hata katika mazingira yetu ya maisha yetu ya kila siku.